Lakini katika kijiji hiki mtendaji wa kata amesema tarehe 1 Julai kuna mzee alifariki, aliuawa katika kijiji hiki. Lakini baada ya kuuawa pia katobolewa na macho. Tunawashukuru sana jeshi la polisi liliwakamata wale, na kesi iko mahakamani. Sitaki kusema, lakini inaendelea, na kwa ushahidi wa mwanzo wanaonekana ndio waliotenda hilo kosa. Wengine ni ndugu. Lakini hata katika hili kwa tukio kama hili moja linachafua wilaya yetu ya Wanging'ombe. Lakini hili la kwamba mtu kaliweka jambo moyoni kinyume cha utaratibu, anaona njia rahisi ni kwenda kuua watu kwa kuwavamia usiku, hili halikubaliki yeyote. Pamoja na kwamba sasa hivi tumekamata wawili kwa ajili ya mahojiano ambao ni watoto wake, tayari wako kwa ajili ya mahojiano na jeshi la polisi. Lakini yeyote ambaye amehusika katika hili hatutamvumilia. Watakamatwa, watafuatiliwa mahali popote pale walipo, ili vitendo vya namna hii visijirudie na visirejee. Mnapoona kwamba iko migogoro yoyote, migongano yoyote katika familia, msichukulie ni jambo la kawaida. Wewe umefika uongei na kaka yako, uongei na shangazi, uongei na mtoto wako, msichukulie kitu cha kawaida. Hebu majirani ambao mpo katika maeneo hayo, ripoti kwenye serikali kwamba kwenye familia fulani tunaona hakuko sawa. Matokeo ya kukaa kimya kwamba ile familia bwana hainihusu, wale hawanihusu, ndio tunafika mahali pa namna hii. Awe ni ndugu, awe ni jirani, awe ni yeyote mwananchi aliyehusika katika hili, tutahakikisha anapatikana kwa gharama yoyote. Kuanzia leo kutoka kwenda popote bila kibali cha serikali na bila kujua sababu na umuhimu wake kwenda huko. Tunataka wote wanaoishi hapa Ivigo wote wawepo. Mkuu wa wilaya ametamka jeshi litahamia hapa. Nataka niseme lihamie hapa, liwakute wote wanaoishi wapi? Ivigo wote. Tukio hili ni tukio baya sana na tukio la kikatili. Kwa hiyo tuone kwamba tunapoteza muda wa kutafuta na muda wa kufanya shughuli zingine. Kwa matukio kama haya kawaida hayapendezwi kabisa katika jamii. Hatupaswi kama vijana nguvu kazi kuchukua sheria mkononi. Kama mtu namtuhumu, sheria zipo, unaweza kufuata utaratibu. Kama mtu kakukosea, unaweza kufuata utaratibu. Haya masuala mengine ya kishirikina, hizi ni dhana ambazo kwa kweli huwa tunajijengea katika jamii zetu, kwa sababu tunakuwa hatuna ushahidi wa kile kitu ambacho tunakifikiria. Matokeo yake tunakuja kuchukua maamuzi ya kikatili kama haya.